إنما الأعمال بالنيات. معايير تولي الملك عند الله تبارك وتعالى لا علاقة لها بالماديات. معايير تولي الملك عند الله تبارك وتعالى لا علاقة لها بالماديات. Viegezo, criteria, maairi ni criteria, viegezo vya uteuzi wa ufalme, vya uteuzi wa kiongozi kwa Allah subhanahu wa ta'ala hayahusiani na madiyat, materialism, yani vitu vya kuonekana na vitu ambavyo wanadamu wanavishikilia kwamba ndio misingi ya utajiri au ndio misingi ya mali. Kwa lugha nyingine nyepesi, mali haina uhusiano kabisa na uteuzi wa ufalme mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qat, wala hasab wala nasab. Uteuzi wa Allah azza wa jalla hayangalii mambo haya. Wa inma hiya raji'atun ila alkafa'atayn. Uteuzi au maadili au viegezo vya uteuzi vinarudi katika kafaa mbili: alkafaatul ilmiya wal kafaatul jasadiyya. Inarudi katika kafaa ya elimu na kafaa ya kimwili. Haya yakishapatikana, kisha kunakuja sasa zawadi kubwa inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni zawadi ya istifa. Maana hivi haya mawili unaweza kuwa nayo na bado usiteuliwe kuwa mfalme, na bado usiteuliwe kuwa ni kiongozi. La, ni mpaka isimame istifa, zawadi ya Allah azza wa jalla kwamba amekuteua wewe, amekuchagua. Kwa hiyo viongozi wanachaguliwa na Allah subhana jalla jalalu kwa wafalme. Allah azza wa jalla huwa alladhi yastafi wa yakhtar min baini an-nas bi'ilmihi subhanahu wa hikmatihi jalla jalaluhu albaligha. Kwa ilmu yake na kwa hikma yake kubwa, wanadamu hawezi kujua hikma hiyo. Fulani bin fulani akachaguliwa, yeye ndiye mfalme na atakuwa mfalme rugma unufi nas, hata kama watu hawapende atakuwa mfalme hivyo hivyo, lianna Allah azza wa jalla qad ikhtara. Alafu tukija katika viegezo, tukija katika criteria, wanadamu wanaangalia criteria yao, wanaangalia criteria ya mali ndio number 1, kama walivyokuwa Bani Israili. Kwa hiyo Bani Israili waliangalia mambo mawili, waliangalia nasaba na jaa. Huyo jamaa hana jaa wala hana nasaba, maana hatoki katika ukoo wa ufalme. Jambo la pili ni kwamba wala yuta sa'atan min almal, jamaa ni maskini. Sasa Allah azza wa jalla kupitia kwa mtume wake awaambia hayo sio maadili wala hivyo sio viegezo vya mtu kuwa mfalme na kiongozi, kwamba lazima awe nasaba yake ipo juu. La, hayo masala ya nasaba yanakuwa kwa mitume. Ndio mitume wanachaguliwa katika watu walio na nasaba juu kwa hikma ya Allah subhanahu wa jalla jalaluhu. Lakini almuluk ma yalzam dhalik, mali hayana uhusiano. Kitu kinachotakiwa kwa kiongozi ni kuwa na kafaa mbili, kuwa ana qualification mbili. Qualification ya kwanza ni qualification ya elimu, na si elimu yoyote, la, ni elimu ambayo khasatan inahusiana na masala yale ya uongozi. Elimu inahusiana na masala ya uongozi, elimu ya siasa sharia. Vipi utasimamia watu katika uongozi? Vipi unatekeleza amana? Vipi unawapeleka watu kwa njia inayofaa kama kiongozi? Kafaa ilmiya, hiyo inaitwa ilmu siasa sharia, ambayo ni elimu kubwa pana. Thumma alkafaa aljasadiyya albadaniyya, kisha kupatikaniwe kadhalika kafaa ya kimwili, uwe una quwa jismiya. Na quwa jismiya kwanza inaanza na azima, inaanza kwanza na quwwat alqalb. Uwe ni rajulun hazim,
kiongozi, uongozi haupewi mtu dhaifu, haupewi mtu dhaifu ambaye hawezi kutoa order, na order ile lao watu wataikeuka, anaweza kuchukua hatua kali kwa wale waliokeuka ile order. Kukisimama sababu na au asbab za kwenda kusimamisha vita na qital fi sabilillah, kiongozi yeye ndiye yupo mstari wa mbele, amesimama. Lianahu yamlik alquwa alilmiyya wa yamlik alquwa albadaniyya aljasadiyya, kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yake ni ilmu ya wahi, na hakuna ilmu inayozidi ilmu ya wahi. Ilmu ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa ni ilmu muktasab, yani amekaa anafundishwa asome herufi, asome kitabu. La, allamahu shadidu quwa dhu mirratin fastawa. Jibril alayhi salam ndiye aliyefundisha, kwa moja katika kauli za tafsir ya aya hii, shadidu alquwa dhu mirratin fastawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika masala ya jihad. Sahaba wenyewe wanasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashja'una, yeye ndiye alikuwa shujaa katika sisi sote. Ahadith zipo katika kutub alhadith, katika dawawin sunna, zimesajiliwa na masahaba, wametusajilia matukio mbalimbali yanayotoa ushahidi wa maneno haya. Siku moja jamaa wapo Madina, wanasikia ukelele, wanasikia kelele zina toka sehemu fulani, hawajui ni wapi. Wakati wa usiku jamaa wanajitayarisha, sahaba wakajitayarisha kutoka kwenda kufuatia hiyo kelele inatoka wapi. Pengine ni adui anakuja kutuvamia, pengine ni watu, jeshi linaingia kuja kuvamia watu Madina Waislamu. Sahaba wanasema tukitoka tunajitayarisha, tuko katika mlango wa Madina, tunataka kutoka, tukitahamaka tuamona mtu anakuja na farasi mbio. Akija karibu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atuambia rudini, mimi nishahakikisha kwamba hakuna kitu, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Hakungoja kutoka na mtu yote. Ashja' an-nas salawatu rabbi wa salamu alayhi, quwwa ilmiyya wa quwwa badaniyya jasadiyya ma'a shaja'a ma'a al-hazm ma'a al-azima. Ndio maana alikuwa na haiba kubwa sana salawatu rabbi wa salamu alayhi kwa wote Waislamu, na hata wasiokuwa Waislamu walikuwa na haiba, pamoja na tawadhu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ikhwata al-iman, hizi ndio kafaa za kiongozi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, an yamlika al-kafaata al-ilmiyya wa an yamlika al-kafaa al-badaniyya al-jasadiyya. Quwwa na faida ya alquwa albadaniyya aljasadiyya kama tulivyotaja ni kwa sababu ya ule uongozi wenyewe unahitajia mtu sampuli hiyo. Hauhitaji mtu dhaifu ambaye hawezi kudhubutu wakati wa shida na wakati wa mitingisho na wakati wa balaa na wakati wa misukosuko. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, wengi wetu tunamjua kwamba alikuwa ni mtu mpole, lakinahu lam yakun dhaifan. Hilo lazima ulielewe vizuri. Kana raqiqan, raqiq alqalb, layyin alqalb, mutawadhi'an, lakin min ghairi dha'f. hakuwa dhaif. Kana dha anatin wa rawiyin au rawiyatin, lakin min ghairi dha'f. Hakadha yakun alqaid. Ndio maana akasimama na amri na oda ya kwamba yoyote aliyekataa na kupinga kutoa zaka anapigwa vita. Tunatengeneza jeshi la kwenda kupambana na mani'i azaka, waliokataa kutoa zaka, wale waliosema ya kwamba sisi zaka zetu tulikuwa tukimpa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo mtume ashafariki, hakuna mwingine ambaye tutakayempa zaka. Kunna nu'tiha linabii alayhi salam, ma nu'tiha li ahad ghairi ba'dahu. Okay. Kwa hiyo akatoa oda Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab ni katika watu ambao mwanzo hili alikumkaa,
la kusimamisha jeshi kwenda kupambana na waliokataa kutoa zaka. Umar ibn Khattab hili mwanzo alikumkaa, akamraji Abu Bakr as-Siddiq, atuqatil الناس يمتنعون من اداء زكاه. Abu Bakar, unaopiga vita watu wanakataa kutoa zaka. Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu akamjibu Umar bin Khattab na masahaba wengine ambao jambo hili lilikuwa bado halijawakaa kwamba wawa watu wanastahili kupigwa vita. Akawaambia, la uqatilanna man farraqa baina sala wa zaka. Naam, tawapiga vita yoyote ambaye anaileta tofauti baina ya nguzo ya sala na nguzo ya zaka. Hii ni nguzo na hii ni nguzo. Hii ni fardhi katika Uislamu na hii ni fardhi katika Uislamu. Kwa hivyo ikiwa unakubali kwamba sala ni nguzo na ni fardhi, kisha zaka unaipinga, nitakupiga vita. Akitahamaka Umar ibn Khattab, qad sharaha Allahu sadrahu lima qalahu Abu Bakr as-Siddiq. Punde tu ukitahamaka Umar ibn Khattab, na yeye pia moyo wake ukawa umekubali na umeingia katika yale ambayo Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ameamua. Hazm wa quwwa. Usidhani kwamba Abu Bakr as-Siddiq kwa kuwa alikuwa raqiq al-qalb, akisoma Qur'ani alikuwa analia sana, akisalisha alikuwa analia sana kama katika hadith, idhan kana dhaifan fi al-qiyada. La, lam yakun kadhalik. Katika uongozi kana haziman, na akasimama na hii kauli yake ya kwamba la uqatilanna, ili jeshi mimi lazima nitalisimamisha na nitawapiga vita hawa jamaa waliokataa kutoa zaka. Na akaunda jeshi la kwenda kupambana na wale waliotoa zaka, na ikasimama ijma' ya sahaba wote. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu kadhalika kamunga mkono, na masahaba wote wakamunga mkono, wakajua kweli hili jambo ni lazima likomeshwe. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yuaddunahu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la uqatilannahum. Hata kama ni iqal, kitu kidogo, walikuwa wakimpa mtume alayhi salamu, wakiileta kwa mtume, hiyo wakikataa kuileta pia nitawapiga vita. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ndio uongozi ukasimama, ndio khilafa ikasimama, Uislamu ukasongea mbele, miji ikafunguliwa. Jawabu yake ni pale alipojibu huyu mtume wa Bani Israil kuambia, inna Allaha istafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kwa huyo mtu amechaguliwa na Allah azza wa jalla, Talut huyo mfalme, na Allah azza wa jalla amemkunjulia, amempa nafasi katika elimu na amempa nafasi katika nguvu shadid qawi, na huyo ndiyo kiongozi anayefaa. Somo lingine ambalo linatokamana kadhalika na kisa hiki ni kwamba anna al-mulka mulku Allah, anna al-mulka mulku Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala yu'tihi man yasha. Hili ndilo somo ambalo kadhalika linapatikana katika maneno haya matukufu ya kwamba ufalme wote ni ufalme wa Allah subhanahu jalla jalaluhu, na ufalme huu wa Allah subhanahu wa ta'ala unatoka kwake. Ufalme ni wa Allah subhanahu jalla jalaluhu, na ufalme ambao unapewa kwa wanadamu ni ufalme kadhalika unaotoka kwake, na yeye al-haq tabaraka wa ta'ala malik al-mulk, yeye ndiye anayepeana ufalme kwa mtakaye. Kwa hiyo tuna mambo mawili katika swala hili au katika nukta hii. Nukta ya kwanza ni kwamba ufalme ni wa Allah subhanahu, na hii ni nukta muhimu sana, lazima wana Adam hasatan wa Islam waifahamu kwa undani, kama ambavyo tunatakiwa tufahamu ya kwamba almal malullah, hii mali tulionayo sisi waja yote ni mali Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wanadamu tumejaliwa kuwa katika mali hii ni kama waakilishi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mustakhlafina fihi. Allah azza wa jalla ametufanya sisi ni ukala, ni wasimamizi wa mali hii,
Na ndio maana tutakwenda kuulizwa kuhusu hii mali, maana si yetu. Ikiwa unajiuliza kila siku ليش اسال يوم القيامه عن مال وهذا المال مالي, kwa nini nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu mali na mali yangu? Naqul akhtat, umekosea. Almal lam yakun malak, hii mali haikuwa mali yako. Almal malu man? Malu Allah azza wa jalla. Hiyo ni aya ya Qur'an inasema wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum. mali llah, idhan almal malu Allah azza wa jalla, laysa mal ahad. Sisi waja tumejaliwa kwamba ni mawakili mustakhlafin fi hadha almal, wakala. Wakil ni agent, sisi ni maagent wa Allah azza wa jalla katika hii mali yake. Na ndio maana ana haki subhanahu jalla jalalu an yas'alak an hadha almal min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu, ulipata vipi na ulitumia vipi. Wa kula ahad yus'al yawm alqiyama hadha su'al, kila mmoja siku ya kiyama atakwenda kuulizwa hili swali. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kadhalik almulk. Sasa hivi tulivyosema kuhusu mali ndivyo inavyokuwa katika ufalme. Almulku mulku Allah, ufalme kadhalika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa wafalme wote walioko duniani hivi leo na waliokuwa wote duniani katika enzi na katika tarehe za ulimwengu huu, karne zote zilizopita, ule ufalme waliokuwa nao ulikuwa ni ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio wao ule ufalme. Dalili ya maneno haya, wallahu yu'ti mulkahu. Narudia ili kalima ipate kukaa vizuri katika akili zetu. Wallahu yu'ti mulkahu. Mulkahu, Allah azza wa jalla upeana ufalme wake. Idhan almulk lillah subhanahu wa ta'ala. Ufalme ulioko kwa mwanadamu yoyote ni ufalme wa Allah jalla jalaluhu. Yeye ndiye aliyempa ufalme ule yule mja, ule ufalme ni wake subhanahu wa ta'ala, unatoka kwake, na yeye ndiye mmiliki wa ule ufalme wa mfalme yoyote yule. Ndio maana Allah azza wa jalla malik almulk. Na ndio maana katika tauhid tunasoma katika somo la mambo au masala ya alfadh, katika mambo ya alfadh, taadduban ma'a Allah, تعظيما لله عز وجل، احتراما لقدر الله عز وجل، لا يجوز أن يسمى شخص مالك الملك، سلطان السلاطين، شاهن شاه. haya matamshi, hizi title hazifai kupewa mwanadamu. Limadha? Liannaha alqab lillah tabaraka wa taala. Hizi ni titles za Allah azza wa jalla. Malik almulk ni Allah, sultan salatin ni Allah, shahin shah ni tamko sio la Kiarabu, lakini maana yake ni malikul mulk, malikul muluk, mfalme wa wafalme. Man huwa malikul muluk? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana siku ya kiyama wafalme wote watakapokuwa wamerudi katika asili yao, kwamba wao ni wanadamu kama wanadamu wengine, watafufuliwa kama wanadamu wengine wanavyofufuliwa. Wafalme pia watafufuliwa kama sisi wanadamu wengine. Watatoka katika makaburi yao kama wanavyotoka wanadamu wengine wote, hufatan uratan ghurla, wakiwa hawana viatu, miguu chuma, wakiwa hawana nguo, uchi, na wakiwa hawajatwahirishwa. Kama jinsi walivyozaliwa ndivyo watakavyofufuliwa watu يوم القيامه. Thabata dhalika ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Sasa wafalme na wao pia watakuwa ni miongoni mwa watu hao, wale wafalme ambao leo sisi tunawaheshimu kama wafalme, tunawapa heshima yao, tunawapa taadhima yao kama wafalme, tunawatii, tunawasikiliza kama wafalme, maana Allah azza wa jalla ndiye aliyewateua kuwapa ule uteuzi. Lakini يوم القيامه tutakuwa kuna mfalme, na ushahidi wa kwamba hakuna mfalme, hawa waja wote wakishakusanywa sasa katika ardhi al-mahshar, siku ambayo inaitwa يوم التلاق.
Yaum at-talaq, yani yaum at-talaqi, siku ya watu kukutana. Kama kuna mfalme ambaye hujawahi kumuona, utakwenda kumuona siku ya kiyama. Watu watakutana. Utawaona hao wafalme wote. Watu watakutana. Wafalme watakutana na raia, raia watakutana na wafalme wao. Dhalim atakutana na madhulum, aliyemdhulumu, na aliyedhulumiwa atakwenda kukutana na dhalimu wake yaum al-qiyama. Yaum at-talaq huwa yaum al-liqa, siku ya kukutana. Watu wote watakutana. Na hao ni viumbe wanakutana wote. Kisha kuna kukutana na malaika, watakutana na wanadamu. Kisha kuna wanadamu kukutana na majini, watakutana yaum al-qiyama. Watakutana, watazungumza. Ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم. Anazungumza na watu hivi, anawaambia mbele yao, enyi watu, Allah azza wa jalla wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Jamaa wakimwona shetani hivi, huyu hapa anaturuka, awaruka shetani. Jamani, mimi simo, kila mmoja beba madhambi yake, mimi simo. Mimi nishajua nenda wapi, mimi tangu ni huko enzi hizo mimi nilikuwa najua nenda wapi. Sasa mimi leo simo. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Nyinyi hamwezi kunitetea na mimi siwezi kuwatetea leo. Kila mmoja anapambana na hali yake leo. Fi hadha al-yawm ayuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, watu wote wakiwa wako hapo wamesimama ardh al-mahshar, al-malik wal-mamluk, al-malik wal-ra'iyya, al-wazir wal-muwazzaf wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. Siku hiyo watu wote watakuwa barizun, wanaonekana. Hakuna mtu atakayejificha, wala hakuna ambaye ataweza kujificha na Allah azza wa jalla asimuone. Hakuna. Yani usifikirie ardh al-mahshar, ukiambiwa, ukisikia ardh al-mahshar, yawma yuhsharu an-nas, watu wanapofufuliwa, ikaja kwenye akili yako labda watu watakuwa wamesimama kwa namna ambayo waweza kujibanza. Yani lugha ya kujibanza, lugha ya mtaani, lugha ya Kiswahili ni kujificha. Unaweza kujificha nyuma ya mtu, katafuta mtu mrefu hivi au mtu kidogo mnene mkubwa, ngoja mimi nijifiche nisionekane. Akili yako isikwambia hivyo. Maana Qur'ani Allah azza wa jalla anakuambia yaumahum barizuna, baada ya kusema yauma talaqi, siku ya kukutana, siku ambayo yaumahum barizuna, watu wote watakuwa wanadhihirika. Watu wako wazi, wanaonekana. Allah anawaona kabisa, kila mmoja anamuona wazi kabisa. Aljin walins, arrijal wanisa, wote, kuanzia mwanadamu wa kwanza kuumbwa mpaka mwanadamu wa mwisho, jini wa kwanza kuumbwa mpaka jini wa mwisho, kulluhum barizun la yakhfa ala Allahi minhum shay. Hakuna yeyote ambaye atakuwa anaweza kujificha au kufanya jambo akajificha, hawezi. Hakuna ukuta, hakuna nguzo, wala hakuna mtu aweza kusimama nyuma yake ukajificha usionekane. Dhahir, Allah akuona kila mtu. Ardh al-mahshar, ardhi ambayo itakuwa peupe. Atayumba Allah azza wa jalla ardhi hii kwa namna nyingine. Yawma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi, sio ardhi hii, sio ardhi hii iliyo na majabali na milima na miti na mimea na nini. Sasa mbele ndio kuliko na mahallu shahid. Yawma hum barizuna la yakhfa ala Allahi minhum shay. Wakati huo sasa watu wote wamedhihiri. Allah azza wa jalla sasa ana swali atakakuuliza. Ndio maana watu wote wamekusanywa, wamesimama,
la yakhfa ala Allahi minhum shay, hakuna anayeweza kujificha. Sasa Allah azza wa jalla anauliza swala ambalo viumbe vyote watasikia. Anauliza limanil mulku al-yawm, leo ufalme ni wa nani? Siku ambayo duniani kulikuwa na wafalme wengi wakiadhimishwa, lakini siku ya kiyama swali litakuja limanil mulku al-yawm. Hakuna atakayejibu, hakuna atakayejibu. Jibu litatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe akisema lillahi alwahidi alqahar. Ufalme leo ni wa Allah alwahid, aliye peke yake, alqahar, ni mwenye kushinda na kuwatenza waja wake wote nguvu. Ja'alani lahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.